Kwa wakati huu hapa tumkaribishe Ali Bakari Mufti katika Zilizobamba mitandaoni. Kama ungekuwa kwenye sherehe zile, wanasema basi kwa wakati huu kama ilivyokuwa ada yetu ya hapa katika Zilizobamba viwanjani, ni wasaa wa kumkaribisha atupatie neno. Basi shabshabu. Karibu sana Ali Bakari Mufti. Kwa namna ilivyo, mmoja angekaa huku mwingine angekaa huku, kuna visoda. Unaweza unasogeza tu. Pale vinasogea? Vinasogea. Mufti, tuendelee. Karibu sana. Ni rangi tofauti tu ya visoda. Unaweka. Tunajuana wote. Tuendelee. Karibu sana. Asante sana Salim Msumi, kaka Saidi wa Ismailia. Ndio. Ya. Muhimu hiyo kuweka. Ni muhimu. Kuweka kumbukumbu. Yes, kumbukumbu. Lakini ikitokea nyingine afu tutabadilisha. Yani kwani Angola mbona iweke? Ile hapa sio. Ile itaki. Na bibi yangu. Haya. Karibu. Nashukuru. Yes, ni furaha pia kuungana na Ayubu Injo, lakini pia Michael. Tuende moja kwa moja katika Zilizobamba mitandaoni na tuone na kwenyewe huko kuna habari gani baada ya kusikia mengi, lakini pia kuona press kwa maana ya mkutano ule wa waandishi wa habari kuelekea katika mchezo wa kesho kati ya Young Africans dhidi ya AS FAR Rabat. Ama sio? Yes, bwana, wamezindua. Juzi walizindua, lakini jana pia wamezindua. Hivi imezinduliwa jana? Imezinduliwa. Sawa. Ahmed Ali kupitia ukurasa wake wa Instagram anasema, au wenzetu nyie mna CAF Champions League yenu. Kuna mjadala huko mitandaoni kuhusiana na ndio maana ameweka hii picha ambayo ina close up hapo kwenye bega hapo. Hoja ipo hapa kwenye bega. Bila shaka mtazamaji wa viwanjani anaiona picha Rushain Derek hapo kwenye bega. Inaonyesha CAF Champions League, hiyo logo. Ama sio? Au mjadala nimeona mimi peke yangu? Mbona mmenyamaza kama vile kama ninakutegea? Kuna ziara moja ilikuwepo. Kuna mtu akabadwa. Mbona kupekia? Kila kiangalia wenzake jamani joeni. Mungu mkono. Maana naona kama vile ndugu yangu Ayubu na Michael wanasema Mufti endelea kuyatimba. Hapana, unawasilisha. Hamna, unawasilisha. Unawasilisha. Sisi tuko nasikiliza wasilishaji wako. Napenda unapowasilisha. Na sisi tuko nasikiliza kwanza wasilishaji wako. Sasa kama ili nijue kama tupo pamoja. Haya, wenzangu mmeona huo mjadala? Mambo ya mjadala ni kuhusiana na kila ambacho Ahmed Ali amekiandika. Ndio. Kwamba wenzetu nyie mna CAF Champions League nyingine. Okay. Au ya kwenu. Hata kama kuna picha nyingine Mufti ndio itaweza kuweza kuthibitisha kama kweli kuna nini. Yaani Ahmed anazungumza kitu gani? Kitu gani? Kama kuna picha inayofuata. Au hauna kwenye bana? Hapana, hivyo. Ngajua na Rafael anasema anasikia jezi zilikataa logo mpya. Kwa hivyo kumbe kuna habari za logo mpya, si ndio? Sasa tujue kama hii ndio mpya au ipi ni mpya. Twende kwenye post nyingine na tuone kwenye kuna habari gani. Yes, wenyewe ukurasa rasmi wa Young Africans wenyewe wanasema usihangaike kubandua logo, njoo makao makuu ya klabu Jangwani ujipatie uzi mpya wa kimataifa. Sasa kwa huku ni bega hili imekaa kitu kingine, si ndio? Lakini bega hili bila shaka tunaweza tukaona. Ndio. Hapo tunaona. Hapa tuko na wewe. Inafanana na ile iliyopita? Hapana, hazifanani. Macho anasema kweli kuliko kitu kingine chochote kaka. Logo ile haiwezi kufanana. Haifanani. Sasa nyinyi kwa sababu ndio wataalamu wa mpira, tuambieni ipi ni mpya kati ya ile na hii? Ile ambayo iliyopita ile ndio mpya. Sasa imekuwaje? Mbona hapo kuna tofauti? Ndio maana yule akauliza kwamba nyinyi mna Champions League yenu kwa sababu ya hiyo nembo ambayo imewekwa, kwa sababu hii ni logo ya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo ilikuwa inatumika kwenye msimu uliopita na misimu mingine nyuma. Kuelekea msimu huu wa 2025-26 CAF
kutambulisha logo nyingine mpya ambayo itatumika kwenye mashindano rasmi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambayo sio hii ambayo imewekwa kwenye jezi ambayo Yanga ameitambulisha kwa mashabiki kwamba ni jezi ambayo itatumika kwenye ligi ya mabingwa. Ile ambayo Simba imeweka kwenye jezi yao ambayo ameitambulisha jana kwamba itatumika kwenye ligi ya mabingwa, ndio logo ambayo CAF ameitambulisha kwamba hii ndio logo rasmi ya mashindano ya ligi ya mabingwa kwa msimu huu, pengine na msimu inayofuata kama watabadilisha. Lakini mimi kwangu mimi sioni kama ni big deal. Ingawaje kwa timu zile za jezi za timu yani ambao wanaenda uwanjani ambazo tutatumia kwenye mechi zinaweza kaenda kuwekwa zile logo ile, lakini by the way kwa sisi huko yani imekuwa ni big deal kwa sababu ya utani. Yani unajua maana utani, lakini pia mwisho siku ilipaswa kuwa labda ile si ndio? Lakini kwa sababu imewekwa hiyo lakini kwenye timu inapoenda kucheza kwa 11 haitowekwa hiyo, itawekwa ile nyingine kwa timu, lakini jukwaani huku embwela tu. Ni sasa si zimefanyika biashara, mashabiki wamenunua hizo. Maana yake ni kwamba wachezaji watafanya zenye nani tofauti, logo tofauti. Tunasubiri tunafikiria hivyo na siku yenyewe si kesho. Tunafikiria hivyo, yes. Novemba 3 CAF walitoa waraka rasmi kwamba wamebadili muonekano wa logo zao. Na nafikiri kwenye branding zote inawezekana hata media partners na wengine kujaribu kujua kwamba msimu huu kuna maudhui tofauti. Kwa inawezekana hata kwa sisi pia ambao ni Azam TV huenda tukashuhudia rangi zao zinajulikana, lakini kukawa na zile graphics nini kutokana na utofauti. Ndio maana hata finali msimu uliopita siku moja au siku 2-3 kabla ya finali kuna kombe lilitolewa la shirikisho kwamba hili ni kombe jipya, na hata kwenye ligi ya mabingwa kwamba kulikuwa na kombe jipya kabisa la ligi ya mabingwa. Sasa hili limefanyika kibahati mbaya ama ni vipi? Kwa hiyo tuachie muda. Wewe bila shaka unajibu. Kwa hiyo hapo tunamwacha mwenyewe, sio muda. Hapo unaweza peke yako. Sawa, yes, tuende katika posti nyingine tuone kuna habari gani. Haya mambo tuache wenyewe. Na tumefurahi au hujafurahi? Tumefurahi. Kufurahi katika nini hapa kwanza? Sawa. Singida Black Stars ambao wapo Algiers, Algeria, kucheza dhidi ya CR Belouizdad wameweka posti kwenye ukurasa wao wakisema our technical staff maelekezo kidogo vitendo Jumamosi. Maelekezo kidogo vitendo Jumamosi. Yes, ni mchezo wa kombe la shirikisho barani Afrika. Tuende kwenye posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Hayo ni mambo ya Singida Black Stars. Yes, tumalize na hii. Huyu hapa ni Nabil, kaka yake Ashraf Hakimi, sio? Ameweka post anasema proud of the family, akijisikia fahari kwa familia yao, si ndio? Na kusema pale alhamdulillah, kwamba hii haiishi hapa. Na Mwenyezi Mungu akipenda ama kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu kuna mengi yanakuja. Ndicho alichokiandika na nimejaribu kukiweka katika lugha ya Kiswahili, lakini hapo nimemwona Kylian Mbappe anasema mashaallah Nabil, na wengine wakienda kucomment. Haya yote yanazungumzia tuzo zile za CAF ambazo zilitolewa juzi na Ashraf Hakimi akachukua tuzo ya mchezaji. Mzizi akachukua. Inafuata hapa ya Mzizi. Tumalize na Mzizi. Zipo zote. Zipo bwana. Sasa kabla sana kwa juu. Amekabia juu hapa kwenye logo. Lazima. Haya. Basi Mzizi yeye kaweka kwenye ukurasa wake rasmi. Huyu ni Clement Mzizi, mchezaji wa Young Africans ambaye yeye alipata tuzo ya goli bora la mwaka au vipi kwa michuano ya CAF kwa ngazi ya klabu, si ndio? Ama mimi napitiliza. Ameandika hapo kidogo, Mwenyezi Mungu alipona na wasiwasi sana na wasiwasi. Mnaponyamaza kimya mnantisha. Mwenyezi Mungu awabariki sana mashabiki kwa kupiga kura na kufanikisha kutoa tuzo hii. Pia nipende kuwashukuru wachezaji wenzangu pamoja na benchi la ufundi. Naamini tulipambana kwa pamoja na kufanikisha kupata tuzo hii. Napenda kuwashukuru viongozi kwa kusimama na sisi kwenye kila hatua. Mungu awabariki sana. Hii ni ya kwetu sote. Hayo ndio ambayo ameandika Clement Mzize kupitia ukurasa wake wa Instagram, na hivyo ndivyo ambavyo narejesha kijiti kwako kaka Saidi wa Ismailia. Una deni pia? Nililisikia. Mbona tujaiona? Nitalilipa Jumatatu. Sasa unaondoka na viporo. Na mwambie kwamba jana unaondoka na viporo. Mwambie deni sio kosa la jinai. Ni kweli. Leo pia viporo.
Ashakwambia atakulipa Jumatatu, nataka kupeleka kesi wapi sasa? Kwa sababu watu wanauliza. Hii unadedicate kwa nani? Nini? Ya kwangu. Ndio. Jumatatu itakuja. Deni nitalipa. Kama vile nilivyokuahidi mchele, naendelea kufikiria. Hapo ukiangalia vipolo. Ukiwa unatoa ahadi, wewe unaenda nyumbani unafika mchele. Kisha mpaka studio ya Azam. Unapitia njia gani? Shukrani sana Ali Bakari Mufti. Ndivyo ambavyo anaondoka hivyo katika Zilizobamba Viwanjani siku hii hapa ya leo, lakini kukumbusha tu kwamba kuna matukio muhimu ambayo hupaswi kuyakosa pindi ambapo kwa siku hii hapa ya leo: KMC dhidi ya JKT Tanzania, Namungo Football Club dhidi ya Dodoma Jiji, Al Hilal dhidi ya MC Alger, Valencia dhidi ya Levante, wakati Mainz dhidi ya Hoffenheim. Lakini kumbuka pia kesho na yenyewe kuna matukio mengine makubwa sana ambayo yanajiri, ambayo utaweza kuyaona: TRA United dhidi ya Tanzania Prisons, Mashujaa Football Club dhidi ya Mbeya City, Yanga dhidi ya AS FAR Rabat, wakati Al Ahly dhidi ya JS Kabylie, wakati Shabab Riyadh Belouizdad wao watakuwa wanapambana na Singida Black Stars saa 4 kamili usiku katika kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa shilingi 28,000 tu unaweza kupata burudani hii hapa yote, lakini kwa wengine unaweza kama top up uweze kupata vitu vingine vikubwa zaidi 35. Kile 28 hayo matukio yote unayapata. Shukran kwa wachambuzi wangu siku hii hapa ya leo, Michael Hiera kijana kutokea Mbinga, pamoja na Ayubu Hinjo ambao tuko pote hapa kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Lakini sisi tunaondoka, tunakuacha na makala maalum, mazungumzo maalum ambayo Rosemary Timzo Karugira ameyafanya na Robert Mchunguzi. Lakini shukrani kwa watuzi wetu siku ya leo: Mohamed, Gifty Alex Macha, Lukaya Mbugita, Adriano James na wengine wote. Director wetu alikuwa ni Salim Super Mlege. Mimi naitwa Saidi Salim, unaweza kuniita kaka Saidi. Tukutane tena Jumatatu katika Jumatatu ya Viwanjani iliyokuwa tamu na nzuri zaidi. Lakini kwa sasa tunakuacha na Zilizobamba Timzo Karugira.